Muhimu sana tupate kujua sauti ya mwananchi katika kaunti ya Kisumu tunapoadhimisha siku hii muhimu katika taifa letu la Kenya. Hivi sasa najiongea naye mwanahabari mwenza Bramwell Bwire anijuze, je, wakazi upande huo wanataja lipi? Je, ufanisi wa katiba hii umewafikia au ni suala la kutupia jicho? Bwire, hujambo kwako? Sijambo Milia, jinsi ulivyosema ni kweli kwamba tupo hapa katika kaunti ya Kisumu, kaunti iliyo mpakani mwa Ziwa Victoria. Hapa nyuma yangu ni ukumbi wa Mama Grace Social Hall, ukumbi ambao hii leo unatoa jukwaa la haswa wakazi wa Kisumu, wakiwemo wanaharakati wa kutetea haki za kibinadamu, wakiwemo viongozi kutoka mirengo tofauti tofauti ya kisiasa, wakiwemo wataalam wa masuala ya katiba, mawakili, wote wanakongamana hapa hii leo kuhakikisha tu kwamba wanaweza kudadavua hii katiba ya Kenya. Miaka 16 tangia tuanze kuitumia. Lakini cha msingi jinsi nilivyosema, tunaangalia tu katiba si kama kitabu. Tunaangalia, je, haki za kibinadamu zinaweza kuheshimika? Tunaangalia, je, zile taasisi ambazo zipo katika taifa hili zinaweza kufanya kazi kulingana na mujibu ambao umeweza kunakiliwa katika katiba? Na tukianzia pale labda katika ile tume ya kuajiri walimu TSC, tume ambayo kumekuwa na mjadala sihaba kuhusu majukumu yake na nani anapaswa kuweza kuwaajiri na hadha kuadhibu walimu humu nchini. Kwa hivyo hayo ni mambo ambayo tutakuwa tunaangazia. Vile vile alivyozungumza rais hapo awali, akazungumzia swala la maandamano ya vijana wa rika la Gen Z mwaka 2024. Akasema kwamba japo tunaangazia wale walioweza kuadhibu ama kutumia nguvu kupita kiasi dhidi ya wale vijana wa rika la Gen Z, uhuru ya yule Mkenya ambaye hausiki na yale maandamano, je, anaweza uhuru wake unaweza kulindwa? Lakini sasa kwa vile sipo peke yangu, nipo na kundi la Wakenya ambao naomba sasa waweze kusogea hapa tuweze tu kuzungumzia bila kuweka hisia swala hili la katiba. Miaka 16 sasa tangia tuweze kuanza kutumia hii katiba. Je, kuna chochote kama Mkenya wa kawaida ambacho wewe unaweza kujivunia? Shukran. Kwa majina naitwa Linda Ogweno. Mimi ni mkaaji wa Kisumu County na pia mimi ni mgombeaji, natafuta ile kiti inaitwa Woman Rep Kisumu County. Leo kama tunaangalia miaka 16 ya katiba ya Kenya, mimi kama Mkenya na mtu anaishi Kisumu, ninaona kuna mahali bado tuko na shida na tunafaa kufanya vizuri kwa vizuri kabisa. Umeongea mambo ya walimu na vile wanaajiriwa, na tukiangalia pale TSC inafaa kuwa independent institution. Kwa hivyo tunaona tukiangalia ule mwenye ni speaker wa bunge la Kenya, mwenye ako na ile jukumu ya kulinda katiba, kama yeye tena ndanabaki hailindi kwa kwenda kwa katika TSC na kuchukua mabarua na kupatia wabunge nao hao tena wanaenda tena wanaziuza kwa wale wa Kenya. Kwa hivyo wale, alafu tukiangalia pia mwenye ni rais wetu hapo awali alienda kaambia Wakorino au ni walimu wazuri, kwa hivyo anaongeza tena barua zingine 50. Sasa tukiangalia wale wenye wako na ile jukumu ya kulinda ile katiba yetu, mimi naona wanatuangusha. Nikiongea pia kama mwanadada na tukiongea mambo ya 2/3 gender rule, tunaona miaka 16 bado haijatimizwa, na ile kitu inaitwa political goodwill haiko kabisa. Sababu tukiangalia manifesto ya serikali iko saizi, walisema watapea wanadada cabinet 50-50, na pale mwezi ilipita ilibidi mahakama iseme cabinet ya Kenya sahizi hawajahimiza ile 2/3 gender rule, kumaanisha wale watu wenye wako pale wanasema kile wanasema lakini hawaitendi. Hakuna political goodwill. Mimi pia vile nimesema, mimi ni mwanasiasa na mimi tena niko pale katika vuguvugu la Linda Mwananchi. Hapo wiki iliyopita pale Homa Bay tuliona sinema na tunaitanga vipindire pale Homa Bay, na unaona katika katiba ilitupatia right to political participation, kumaanisha ninaweza kuwa pale penye ningeweza penda kukua na kusema yale maoni yangu. Rais ameongea mambo ya kuandamana. Hapa Kisumu nimekuwa nikiandamana, na sasa tunaandamana na wenzetu tunakimbizwa, tunafukuzwa, tunaambiwa sisi watu wako broad base, nyinyi hamfai kuwa mnasema kile kitu kingine. Na saa hizo tunaandamana ni yale maoni ya Wakenya tunayasema. Ni ule ndugu yetu Albert Ojwang
amekufa katika seli ya polisi, tunaandamana tukisema tuko na right to life. Na tukiangalia hata juzi kuna ule mwenzetu Eric Otieno bado aliuliwa katika seli ya polisi. Kwa hivyo tukipigana, hatupigani sababu tuko hii mrengo ama yule mrengo, tunapigania wa Kenya. Kwa hivyo article 37 imetukubalia haya maneno. Naomba niachie hapo, wenzangu pia waseme. Shukrani sana, nitakuwa vile vile narejea kwako. Nataka nije kwako Kombo. Amezungumza hapa Linda na anasema kwamba anazungumza ni kama hii katiba hamna chochote cha kujivunia. Anasema kwamba vipengele vipo katika katiba lakini hakuna chochote kile ambacho kimeweza kuheshimiwa. Kivyako wewe kama mwanaharakati wa kutetea haki za kibinadamu hapa Kisumu katika taifa la Kenya pamoja na ukanda wa Afrika Mashariki, umekuwa ukizungumzia masuala ya Kizza Besigye, umekuwa ukizungumzia masuala tofauti katika dunia nzima pamoja na kanda ya Afrika Mashariki. Wewe kivyako miaka 16 baada ya katiba, nini cha kujivunia? Nini ambacho kinafaa kuboreshwa hata zaidi? Naam Bwire, shukrani sana kwa ajili ya nafasi hii ya kuweza kutathmini yale ambao tumeona tangu miaka 16 tangu katiba ya Kenya iweze kupitishwa. Wananchi wa Kenya waliweza kupiga kura mnamo mwaka 2010 na tukajipatia katiba mpya. Licha ya hayo, kuna baadhi ya haki ambazo za kimsingi ambazo zinapatikana katika katiba hii yetu ya Kenya. Lakini unapochunguza jinsi ambavyo haki hizi wa Kenya wanavyo zipokea, tunapata ya kwamba kuna ukiukaji mbaya sana ya haki za kibinadamu hapa nchini Kenya. Kwa mfano, katika kipengele ya pili article 5 na 6 ya katiba ya Kenya inazungumzia zile tunaita international law principle ama kanuni za kisheria ya kimataifa, na vile vile inazungumzia zile mkataba ama treaties ambazo Kenya imetia sahihi ambao inapaswa kuwa sheria katika nchi hii. Lakini ukichunguza jinsi ambavyo maafisa wa polisi wanavyotumia vibaya sana nguvu walizopewa, inaonyesha waziwazi ukiukaji mbaya zaidi ya haki ya Wakenya. Tunapata watu wengi sana wamewawa hapa nchini Kenya. Hapa Kisumu tunaye mtoto ambaye tunamuita Baby Mpendo ambaye aliwawa, na hata sasa hivi hakuna hata afisa moja wa polisi ambaye amekuwa accountable na akawa convicted kwa makosa haya ambao walitenda. Tuko na watu kama Ojuang na wale wengine kina Rex Masai na kadhalika ambao waliwawa. Vile vile kuna ile tunaita enforced disappearances ambapo polisi wanashika watu na huwezi kujua wamefika mahali ngapi. Vile vile hapa nchini Kenya tunayo ile tunaita transnational rendition ama kushika wale raia ambao sio wa Kenya na kurudishwa kwao ili wateseke. Kwa mfano tunaye Daktari Kizza Besigye ambaye alishikwa tu hapa Nairobi akiolela bila misingi yoyote ya kikatiba, na sasa hivi tazama jinsi Besigye anavyoteseka kule nchini Uganda. Na hiyo ilifanyika kwa sababu ya utawala mbaya, utawala isiyoheshimu haki za kibinadamu, utawala ambao hata haipaswi kuingia katika nguvu tena mwaka ujao. Kwa hivyo tunataka kusema ya kwamba hii serikali hatubembelezi ya kwamba utupatie haki yetu. Haki hizi tunapewa na katiba. Sisi ni raia wa Kenya. Hatubembelezi, hatuombi ya kwamba tupatie hizi haki. It is our right and we demand. Shukrani sana Okombo, tutakuwa tunarejea tena kwako pale. Diko Rongo, naona leo umevalia t-shirt imeandikwa tuko kadi kwa kumbukumbu za wale vijana waliouawa wa rika la Gen Z. Kwa chini ya dakika 1-2 hivi, katiba hii nini ambacho unahisi kwamba inafaa kuboreshwa ama nini ambacho tumefanya sawa? Okay, kwa majina naitwa Diko Rongo, mkaazi wa Kisumu, youth leader organizer. So ningependa kusema kwamba katiba letu hichi kuna vipengele vingi sana. Kwanza haki za kibinadamu venye zimeongelewa, haki za kimsingi ambazo havipewani na mtu yoyote. The moment umezaliwa unapumua, hizo ni haki ambazo ni innate, unazo kama binadamu. So hizo ni haki ambazo hatufai kuwa
tunaongelea kama mwananchi apewe ama sipewe. There is no haggle, there is no bargain about it. Hizi ni vitu ambavyo mtu anapozaliwa anakuwa nazo kama haki za kimsingi. Na tunaona pale kuna kipengele cha 33 kinaongelea freedom of expression. Tumeona vijana walipotoka nje kama hawa wa Gen Z walipotoka nje kuongelea mambo fulani, kuita accountability, kusema kwamba kuna ile mambo wanataka ya good governance. Ati katiba kitekelezwe. Miaka 16 baada ya sisi wa Kenya kujituza, katiba hichi hatukupewa, tulijituza kama wa Kenya. It's ours, we gave it to ourselves to guide us, kutuonyesha kwamba system gani ama mfumo gani wa serikali ambao tunaitaka sisi kama wa Kenya. Na hapo hata article kipengele cha 10 inaongelea principles of governance na national values zetu sisi kama wa Kenya ni zipi. So tunaona kama mpaka saa hizi ni kitu cha kusikitisha kwamba nikiona rais akiongelea kipengele cha 37 ambayo ni freedom of assembly, freedom to petition and present petitions to authorities, freedom to protest na kudemonstrate. Na tunaona kwamba ni serikali yake ambayo imehujumu wa Kenya wengi. Wengi wameuawa, wengi wametekwa nyara, wengine hatujui palipo mahali hawapo. Mpaka saa hizi hakuna kitu kama freedom of assembly. Kwa sababu article 37 is not about protest only, it's freedom of assembly. Na assembly inamaanisha kujijumuisha kama wa Kenya. Sisi kuwa na zile zinaitwa aje, hata zile rallies ama gatherings kama wa Kenya. Na tumeona gatherings mingi sana ambazo maybe zinasemekana ni za upinzani, zikiwa zinasambaratishwa na polisi na goons. Na hawa goons zinasemekana ama tumesikia kwamba wanatoka they are coming from the top echelons of government, ambayo hadi PS wa security and interior ametajwa kwa hali ametajwa very aggressively kwamba hao ndio wanao jihusisha na vikundi hivi vya vihuni ya wahuni. So sisi kama wananchi tungependa kusema kwamba katiba kisiwe tu kitu ambacho ni kama decoration pale katika ofisi ya rais, kwa sababu rais pia alipokuwa anajiapisha alitumia katiba hichi kujiapisha kuwa kulinda Kenya na kuitii katiba yetu. So haya ni mambo ambayo lazima azitilie manani. Shukrani sana Dick Korongo huyo. Naomba baba waweze kusogea hapa. Na nataka tuzungumzie swala moja muhimu. Katiba hii vile vile iliweza kutupa ugatuzi. Tukazungumzia masuala ya devolution. Leo tuko hapa. Unahisi kwamba miaka 16 sasa baadaye hapo ndipo tulipata ugatuzi. Tumefika wapi? Hatua zipi ambazo tumepiga na nini ambacho kinafaa kufanyika? Thank you. Sogeza microphone karibu. Thank you very much. My name is Romanus Odoch. I am a former councillor in this city. I represented Nyalenda B in the year 2007-2013. Currently, I'm the chairman of the Opinion Sepas. Opinion Sepas is a CBO registered, and we do operate here in town. Number one, I just want to talk about the failures and the successes, because it can't be failures alone, and it can't be successes alone. Number one, this constitution, when it was inaugurated, then it was left in the hands of those who opposed it to implement. That is where the problem started. And therefore, that is where the failures also started. The failure number one is that the proposal was that the provincial administration was to be scrapped, was not to be there at all. Now, because those who are implementing it did not support it, they increased the provincial administration instead even of decreasing it. That is one of the failures. Number two, I think the proposal was that 80% of the GDP was supposed to come down to the counties. Now it is almost 15%, and even this 15%, we are not getting it. We have to fight for it in order for it to come. Those are the failures of this constitution, which I talked of, two of them. Then the success of this constitution is that, number one, before this constitution, even we used not to see development. But because we have got some little money coming to the counties, now at least we can see some development going on in the counties. Number two, we have got human rights, especially to the women and to the children. It is only that they have forgotten about men like us. Maybe they have left us to die. I don't know what's happening.
Now, another advantage or another success that we have seen is about public participation. Before, what used to happen is that you find the government, the national government, just come up with any project. You don't know who discussed it and whatever. Nowadays, they bring it to us, and then we sit down, and then they seek for our opinion. That is one of the successes. Otherwise, thank you very much, the KTN family, for bringing this particular function to Kisumu Grace Onyango Hall. Shukran sana mzee wangu. Huyo amezungumzia baadhi ya vitu ambavyo viliweza kufanya vyema na vile ambavyo wanahisi kwamba ukizungumzia swala la ugatuzi havijafanya sawa. Tukimaliza na huyu kakaunga ambaye yuko hapa kwa dakika moja tu, wewe unahisi aje kuhusu katiba yetu tunapoadhimisha miaka 16? Thank you so much. My name is Emmanuel Otieno from Kisumu. For me, I would like to point to this, that since the enactment of the 2010 Constitution, one of the basic functions of this constitution is that it has allowed us to receive services. The services are now devolved, and you understand things like health are now devolved. This is something that didn't used to happen before. Another important thing, as much as we have the Bill of Rights that is being mutilated by now, at least people can speak out freely. It's not like the era of 1990s where if you try and speak, it will be something otherwise. So for me as a young person, the virtue of the Constitution to allow us to speak independently and freely is a gain for us as a country. And I hope this gain cannot be just a gain for now. It should be a gain that is everlasting. However, if you allow me, I will want to say that as much as we praise this Constitution, there are other avenues that this constitution is letting us down as Kenyans. One is because of the expense of devolution. You understand how much the devolution expenses comes in terms of the number of governors, the number of senators, the number of women representatives at the expense of the people of Kenya. There is too much, and in the middle of that, we have too much corruption, which is happening at this county government. Yes. Shukran sana. Hawa wamekuwa ni wakazi wa Kisumu ambao wamenipa fursa ya kuweza kudadavua na kulizungumzia hili swala zima ambalo kwa sasa ndilo linaweza kukithiri katika taifa zima. Rais William Ruto yupo kule katika jengo la KICC anazungumzia swala hili. Najua mwenzangu Elvis Kosgei yuko pande ya Uasin Gishu vile vile akiangazia hili. Ken Gashuhi yuko kule Nakuru akiangazia hili. Lakini cha msingi ni kwamba katiba si kitabu. Katiba ni haki za kibinadamu. Ni haki za Mkenya kuweza kuhisi kwamba masuala anayotaka yaweze kufanywa yameangaziwa. Ni kitabu ambacho kinamwezesha Mkenya kuhisi kwamba yupo salama katika eneo lile analoishi. Ni kitabu ambacho kinamwezesha mtoto Mkenya kujua kwamba anaweza kupata haki ya elimu. Ni kitabu ambacho kinamwezesha Mkenya kuweza kukongamana, kuweza kushiriki na kuweza kujihisi kuwa katika mrengo fulani wa kisiasa. Lakini toka Kisumu sasa nirejea kwa Komili ya Kisenya pale studioni. Japo bado tuko hapa kuweza tukuzungumza na wadau kujua kwamba nini cha msingi ambacho wanaweza kutoa katika mikutano tofauti ambayo inaandaliwa katika sehemu tofauti humu nchini. Toka hapa Kisumu Kisenya kwako pale studioni. Shukran sana Bwire, asante sana kwa mwamko huo. Maoni ya baadhi ya Wakenya wakiangazia madhumuni ya